Waandishi kadhaa wa gazeti la New York Times wameitwa kutoa ushahidi chini ya kiapo baada ya kuripoti kuhusu madai ya hofu za kiusalama zinazohusisha ndege mpya ya Rais Donald Trump, Air Force One. Kwa mujibu wa gazeti hilo, maafisa wa shirikisho walipeleka hati za wito katika nyumba za baadhi ya waandishi wakiwataka kufika mbele ya grand jury ya shirikisho inayochunguza uwezekano wa kutendeka kwa kosa la jinai. New York Times ilikuwa imechapisha taarifa zikidai kuwa ndege mpya aina ya Boeing 747-8 iliyotolewa kama zawadi kwa Marekani na Qatar haikuwa na kiwango cha kutosha cha ulinzi wa kiusalama. Gazeti hilo pia liliripoti kuwa Secret Service ilimshauri Trump kutumia ndege ya zamani ya Air Force One kurejea kutoka mkutano wa NATO nchini Uturuki. Wizara ya Sheria ya Marekani DOJ imeiambia BBC kuwa inachunguza uvujishaji haramu wa taarifa, ikisisitiza kuwa waandishi si walengwa wa uchunguzi huo bali waliovujisha taarifa za siri. David McCraw, mwanasheria mkuu wa chumba cha habari cha New York Times, amekosoa vikali hatua hiyo, akiitaja kama jaribio la kuwatisha waandishi wa habari na kuzuia umma kufahamu namna serikali inavyoendesha mambo yake. Hati hizo zinawataka waandishi hao kufika mbele ya grand jury mjini Manhattan siku ya Jumatano. Grand jury hukagua ushahidi na kuamua kama kuna msingi wa kufungua mashtaka jinai. Suala hilo limeibua mjadala mpya kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, kwa kuwa katiba ya Marekani inalinda haki ya vyombo vya habari kuripoti taarifa zenye maslahi kwa umma. Hata hivyo, maafisa wanasema uvujishaji wa taarifa za siri bado ni kosa la jinai. Ripoti hizo zilitoka wakati mvutano na Irani ukiongezeka na Marekani ikiendesha mashambulizi. Trump alipuuzia hofu kuhusu ndege hiyo, akisema ukabiliwa na vitisho wakati wote. Rais huyo alizindua ndege hiyo ya kifahari iliyotolewa na Qatar mwezi uliopita, akiitaja kama zawadi isiyo na masharti kwa Marekani. Ndege hiyo inakadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola milioni 400.